naitwa John Ruben Simkoko, ni meneja wa uwanja wa Jamhuri chini ya CCM hapa Morogoro. Na kifupi cha historia yangu kwamba mimi nimezaliwa miaka 73 iliyopita hapo Dar es Salaam, mtaa wa Mzizima. Nimesomea shule ya Mchikichini, wilaya ya Ilala. Baada ya pale nikawa nimekwenda Kibasila, wakati ilikuwa inaitwa Santa Xavier, nilipochukua masomo yangu ya sekondari. Baada hapo nikapata uhamisho, nikaenda kusoma YP Institute ambayo iko Kondoa Ovada chini ya Reverend Super. Kule ndipo nilipomalizia masomo yangu ya sekondari. Pamoja na kusoma huko nilikuwa mchezaji mpira toka hapo shule ya awali. Nilipokuwa Mchikichini nakumbuka tumesoma na marehemu Omari Chogo. Nadhani wengi kwa umri wangu mnamfahamu, alikuwa center back wa timu ya taifa, pia alikuwa anachezea Simba, timu ya Simba. Nilikuwa na Juma Kitwana Douglas ambaye alikuwa anachezea Cosmo, Kesi Kibuda na wachezaji wengi ambao kwa umri wangu unaweza kuwakumbuka. Lakini baada ya hapo nikawa nimekuwa kule Urambo, pia nimekaa kwa muda. Na wakati huo watu ambao nilikuwa nao Urambo wakubwa wangu, kwa mfano mjomba Aden Rage tulikuwa naye kule, marehemu Sita tulikuwa naye kule, na baadhi ya watu wengi ambao tulikuwa nao Urambo. Baada ya hapo katika maisha yangu nikawa nimehamia Lindi. Nimekaa Lindi kwa miaka isiyozidi miaka 6 pale nikiwa mchezaji na nichezea timu ya Nguvu Moja pale. Wachezaji ambao nakumbuka tulikuwa pale, mmoja hapo akiwa marehemu Haji Muki na baadhi yao. Basi katika jumla maisha, baada ya kutoka Lindi nikawa nimekwenda Tabora. Lakini Tabora nikaa kwa muda, nikawa nimeenda Mpanda, sasa hivi wanaita Katavi. Kule nilichezea timu ya Tumbaku, na kwa bahati nzuri sana miaka hiyo nikakutana na Sadi Mateo wakati anachezea timu ya Ujenzi Rukwa. Wakati huo kama unavyojua tulikuwa na ligi za mkoa. Kwa hiyo tulikuwa kule na Malem Didi, tulikuwa na Ali Jangaru na wengine wengi tu. Baada pale mimi nikapata transfer kikazi kwenda Tabora kwa ajili ya kuongeza timu au kuanzisha timu ya Tumbaku Tabora. Basi baada pale nikaa mwaka mmoja nikapata transfer kuja Tumbaku Morogoro, ilikuwa 76 77. Nilipofika Morogoro niliwakuta wenyeji wangu kina marehemu Hamisi Sabu, kina Madi Athman Bongisa, kina Ndururu, Charles Boniface, Omari, Huseni na wengine wengi tulikuwa hapo. Basi nipata kuchezea timu ya Tumbaku wakati huo kwenye ligi daraja la kwanza, by then watu wanakumbuka. Na wakati huo ligi daraja la kwanza ilikuwa inacheza timu 6 tu baada ya kutoka timu 2 kwenye vituo. Kwa bahati kituo cha Songea tulikuwa timu nyingi pale ambao sisi Tumbaku, Yanga, KMKM Navy by then wanaita, tulikuwa na timu ya Maji na zingine. Tukapata bahati sisi na Yanga kutoka kwenye kituo cha Songea. Kama nilivyosema awali ni kwamba timu ya wakati huo ligi kuu ilikuwa na timu 6. Kwa hiyo kulikuwa na vituo 3 vinavyotoa timu 2 na make timu 6 ambazo zinacheza ligi ya wakati huo. Nashukuru katika uteuzi wa national team ni mwaka 81 nilipata bahati ya kuchaguliwa timu ya taifa wakati wako wakina Thweni Ali, marehemu Lila Shomali. Nakumbuka mkondo wetu wa kuchaguliwa mimi, Lila Shomali na Charles Mkodo pamoja na wachezaji wengine ambao nimewasahau, tulipata bahati ya kuchaguliwa katika national team. Basi kawa career yangu hiyo, kawa wakati huo. By then baadaye nikawa kulitokea exercise ya kupunguza watumishi Tumbaku. Ilikuwa mwaka 85 86. Kwa hiyo wakapunguzwa wachezaji wengi wakati huo, lakini nilipata bahati mimi, nilibaki mimi na Mayanga tulikuwa tumebaki katika kikazi. Wenzetu waliotoka Tumbaku ndio walikwenda kutengeneza timu ya Prisoner. Wakina marehemu Ayubu Kaiwanga, wakina Abdalla Sumbwa, wakina wengi walikwenda, wakina marehemu Gaga, na mwalimu wetu wakati alikuwa Modest Marunde ndio alitoka kaenda kutengeneza timu ile. Wakati huo mimi bado nimebaki pale Tumbaku kwa sababu ajira, na nilikuwa entitled, na maana kwamba nilisomeshwa na Tumbaku, nilisomea diploma ya procurement, nilisomea pale business college. Mimi pamoja na Charles Boniface alipelekwa School of Accounts, na ndio maana alipokwenda Yanga akafanya kazi moja kwa moja na Air Tanzania. Kwa hiyo kwa sehemu ilikuwa ni nafasi yangu. Nilipopata hivyo basi nikaa pia pamoja na kucheza nikafundishwa ukocha, nikajifundisha ukocha. Ridanda sipotokea ina maana timu ya Tumbaku haipo tena. Mimi nikawa nimechukuliwa na timu ya shirika la reli. Nikaanza shirika la reli hiyo ilikuwa 85 86, nikawa na reli, nikaa nao muda mrefu sana.
lakini sintosema historia yote kwa sababu muda pia ni muhimu. Nifundisha timu ya reli inapata miaka kama 5 hivi. Kwa mara ya kwanza ndio tukaingia Winners Cup mwaka 91. Sisi ilikuwa timu ya pili Tanzania katika nafasi hiyo, kwa sababu zamani kulikuwa na ligi ya muungano. Ligi ya muungano ina maana timu mbili zinatoka bara na timu mbili zinatoka Zanzibar. Mnacheza ligi, mkicheza ligi hiyo mkicheza wanapatikana washindi. Mmoja anacheza klabu bingwa na mmoja anacheza Winners Cup. Kwa hiyo tulipata bahati sisi kama timu ya reli kwa mara ya kwanza CAF wana introduce Winners Cup. Sisi timu ya reli kwa Tanzania ndio ilikuwa timu ya kwanza kushiriki mashindano ya kombe la washindi. Kwa hiyo nakumbuka tulicheza kombe la washindi vizuri kwa sababu tulicheza na timu ya Lesotho wanaita Matrama, tuliwafunga. Hapa nyumbani tuliwafunga, kwao tuwafunga, tukacheza na Manzini ya Swaziland, tukaifunga. Baadaye tukacheza na El Merreikh ya Sudan. Nakumbuka pia tuna historia nzuri kwa sababu kwa Tanzania sisi timu ya reli ndio timu ya kwanza kuifunga El Merreikh hapa nyumbani. Tuliwafunga hapa goli 2, Return Leg wakatufunga goli 3 bila kule kwao. Kwa hiyo tukatoka nje ya mashindano. Kwa hiyo naweza kusema kwamba career yangu pamoja na kuwa sasa nimestaafu walimu, lakini career yangu imekuwa kubwa sana katika mchezo wa mpira, au robo 3 ya maisha yangu yamekuwa kwenye mpira. Basi nikawa nimeendelea na kozi, nikafanya kozi nyingi, advanced course na nini. Baada hapo sasa nikafanya kozi kubwa ya diploma course, nifanya Ujerumani miezi 3. Wakati huo sasa niko na Mtibwa ni kwenda pale mwaka 95 96 akiwa daraja ya pili, na kwa bahati nikaifanya Mtibwa kuchukua ubingwa mara 2. Tulichukua ubingwa mwaka 99 na tulichukua ubingwa mwaka 2000. Kwa hiyo tukawa hivyo, na wakati huo bado nafundisha national team katika umri tofauti. Tukaenda hivyo, baada ya kuwa nimequalify nikawa katika nifanya assistant instructor course, nikawa sasa mkufunzi wa walimu wa mpira miguu hapa Tanzania chini ya kivuli cha TFF. Kwa hiyo nimefanya hizo kozi katika maeneo mengi nikwenda mwisho sasa ikawa nimestaafu kufundisha mpira. Nimestaafu kufundisha mpira kwa maana kwamba nimeona sio sababu ya age, hapana, age bado naweza kujiweza, lakini nikaona kwamba si bora kwamba nifundishe mpira wakati nina vijana wangu wengi ambao nimewafundisha sasa hivi ni walimu. Wakina Saluma Yanga, Meki Maxime, Abibu Kondo, wengi sana wamekusha kuwa katika nafasi hiyo ya walimu. Sasa nikaona ili heshima iwepo, mimi ni step down ili niwe natoa ushauri katika hao walimu wangu iwapo wananihitaji katika ushauri. Kwa hiyo sasa hivi niko katika instructor, na nishukuru Mungu kwamba vijana wangu mmoja Abibu Kondo miaka nyuma alipokuwa KMC aliniita pale kwenda kutoa ushauri, na nishukuru kwa sababu alikuwa chini. Mungu alisaidia, sio kwa sababu ya ujuzi, nasema jambo mengine basi tushukuru Mungu kwamba timu ya KMC ilikuwa chini lakini kaipeka mpaka nafasi ya 4. Nashukuru Mungu. Baada hapo pamoja na kozi ninazofanya hizo, ikatokea pia hata kijana Zuberi Katula alipokuwa Ihefu aliniomba nikamsaidie. Sasa unajua kisu kimefika kwenye mfupa, nisingeweza kukataa kwa sababu ni mwanangu. Nikaenda kule, walitoka from chini nikampeka mpaka nafasi 5. Kwa hiyo yote nashukuru Mungu, lakini ilikuwa mtihani mgumu sana kwangu kwa sababu kumbuka kwamba kukeep up performance ni jambo gumu sana. Tayari nikushaweka heshima kwamba tayari timu ya Mtibwa imechukua ubingwa mara 2. Sasa kuja tena kufundisha timu kwangu ilikuwa mtihani mgumu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha ile performance kubakia pale pale. Kwa hiyo ndio sehemu ya maisha yangu katika mchezo wa mpira hapa Tanzania. Kwa sasa ni manager wa uwanja wa... Asante kwa kutazama Kiki TV Tanzania. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe pamoja na kubonyeza kengele. Endelea kuwa nasi.